Unasubiri nini? Mshike mkono, mtikise, mwangalie, usikwambie anza kuanzia leo. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wanasema watakaa na wake zao na waume zao na watoto wao tukitoka hapa ibadani? Naandika, nafanya tathmini. Bwana apewe sifa. Je, familia yako ina mradi gani wa kiuchumi na kimaendeleo? Iwe ni duka, iwe ni shamba la kibiashara, iwe ni ufugaji wa kibiashara. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, tuko pamoja watu wa Mungu. Jamani, tuko pamoja watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mambo ya kimsingi ya kuzingatia mwisho wa mwaka. Tukiwa na kanuni katika maisha yetu kama hivi, tutajikuta tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Maana yake nini? Tutakuwa na nidhamu. Sema nidhamu. Sema tena nidhamu. Nidhamu ya nini? Ya mapato na matumizi. Kwa sababu kila senti, kila shilingi utajikuta unaiona ya kwamba ni ya thamani. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Jaribu kukokotoa kwa mfano juu ya matumizi yako. Tutafakari pamoja. Kama kwenye ule mfumo wa kimawasiliano kwenye mtandao unatumia 1,000 kuwekeza kwenye hiyo kampuni ya simu kila siku kwa ajili ya MB unazotaka kuangalia taarifa mbalimbali. Leo ikiwa ni siku ya 362, kama ni 1,000 inayotumika kufanya manunuzi ya MB, umewekeza 362 kwenye kampuni ya simu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, tuko pamoja watu wa Mungu. Na ni mtu mmoja tu kwa mwaka ni 365. Sasa fikiria wewe ambaye kwenye mifumo yako na uwekezaji wako unatumia zaidi ya 2,000. Haleluya, haleluya. Lakini angalia faida ulioipata kutokana na huo uwekezaji, kwa sababu katika kuwekeza huko umeongeza nini? Kwenye akili zako, kwenye ufahamu wako, kwenye mawazo yako. Lakini pia umeongeza nini? Bwana apewe sifa. Katika maisha yako, ile buku ulioitoa imeongeza kiasi gani? Au huo mtandao uliofanya nao mawasiliano umewekeza, lakini return yako imekuwa kiasi gani? Kwa kuongeza wateja au watu ambao sasa mnashirikiana katika huduma hiyo au uwekezaji huo, kwa maana ya kuongeza mapato ulioyatoa. Bwana Yesu apewe sifa. Mshike mkono mwekezaji mwenza kwenye sekta ya mawasiliano, mwambie wewe ni mwekezaji wa maana sana. Mshike mkono huyo mwekezaji kwenye sekta ya mawasiliano, mwambie wewe ni mwekezaji wa maana sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tumekaa kama darasa kujifunza na kuelekezana, lakini pia kutafakari pamoja kwenye nidhamu ya mapato na matumizi. Haleluya. Sema kila mwezi. Sema kila mwezi. Sema kila mwezi. Unafanya kazi au unafanya biashara, inawezekana ni kila wiki au kila mwezi, lakini pia inawezekana unaandika, kwa sababu na leo tutatoa fungu la 10.
si ndio watu wa Mungu? Si ndio watu wa Mungu? Kama tuko pamoja, punga mkono wako namna hii. Ni mwekezaji kwenye ufalme wa Mungu. Kuanzia Januari mpaka tunavyomaliza miezi 12, ulichowekeza, haleluya, haleluya. Kwa sababu Malaki sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 12 anazungumzia habari ya utoaji wa zaka na dhabihu kama eneo mojawapo ambalo mbingu zinafunguka, madirisha yanafunguka katika maisha ya mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sema sadaka ya fungu la 10. Sema nguvu ya sadaka. Sema tena nguvu ya sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo katika vipengele vile ambavyo vimefika 9, cha 10 utaongeza uwe mtoaji wa sadaka. Sema tena sadaka. Sadaka ni kiunganishi kinachounganisha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, kwa sababu Mungu huwa anaachilia msaada kwa mtu anayeomba, anayemwamini. Kwa sadaka ina trigger the presence. Jina la Bwana libarikiwe, kuja kutuwezesha kwenye eneo ambalo tunahitaji uwezeshi wa kimungu, kwenye biashara, kwenye kilimo, kwenye maeneo yetu. Na ndio maana kwenye Malaki sura ya 3 na mstari wa 10 mpaka 12 anazungumzia mnijaribu kwa njia hii muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Haleluya, haleluya. Kwa sababu sadaka ni ufunguo unaofungua. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu, tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa kwenye Isaya 40 anazungumzia bali wao wangojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala watachoka, watakwenda kwa miguu wala watasimia. Kumngoja Bwana kwa matarajio, kumngoja Bwana kwa kumtumainia Bwana, na hii ni msingi wa imani. Sema imani. Waebrania 11 ule mstari wa 1 inatoa tafsiri ya imani. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ina nguvu kwa sababu kuna mambo unayoyatarajia. Unayatarajia yako wapi? Hapa kwenye malengo, kwenye maono, kwenye mipango, kwenye vipaumbele. Nguvu ya imani ndani yako unaiachilia kukuwezesha kusonga mbele, maana nyakati zote utakuwa unarudi kwenye mikakati uliyojipangia na vipaumbele ulivyo navyo. Jina la Bwana libarikiwe. Vya kimaisha. Tunaelewana watu wa Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Yeremia 29 ule mstari wa 11 Biblia inasema hivi. Yeremia 29 ule mstari wa 11 Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Neno mawazo ukiendelea kutoa kwenye tafsiri nyingine ni mipango. Sema mipango. Sema tena mipango. Haleluya. Kwa hiyo mipango inatokana na mawazo au fikra. Fikra ni mtiririko wa mawazo. Kwa hiyo ni muhimu sana kubadilisha yale tuliyoyazoea kama usemi kwenye maisha yetu. Mwambie jirani yako, badilisha usemi wako. Mwangalie usoni vizuri, mwambie badilisha usemi wako. Kuanzia leo usipoteze mawazo, kwa sababu kuna watu
wanaenda mahali kupoteza mawazo, na ukipoteza mawazo unaondoka kwenye mtaji Mungu aliyowekeza ndani yako, kwa sababu ndani ya mawazo ndiko ambao kunatoka mipango. Haleluya! Bwana apewe sifa, Bwana apewe sifa. Jamani, na watu hapa ndani, jamani, na wanaume hapa ndani, jamani, na wababa hapa ndani, mshike huyo baba, mwambie kaa na mkeo na watoto, weka mawazo mezani. Hawa baba wanaogopa. Mshike huyo baba, Bwana apewe sifa, mwambie kaa na mkeo na watoto, weka hiyo mipango mezani. Haleluya, haleluya. Jamani, na wababa hapa ndani, epunga mkono wa baba, sema tupo. Haleluya, haleluya. Wababa si ndio kichwa? Kichwa si ndio kina akili? Haleluya. Kichwa lazima kiweke mezani maono. Bwana apewe sifa, mipango, malengo. So kichwa tu kuwa mbabe nyumbani. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Wababa wapone wasipone, wababa wapone wasipone. Jamani, na wamama ambao wanataka wababa wapone huko ndani, na wamama ambao wanataka wababa wapone hapa ndani, jina la Bwana libarikiwe. Sijasikia vigeregere vya wamama. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hicho kichwa kifungue miradi mezani. Haleluya, 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 haleluya. Hicho kichwa kilete maono, maono ya biashara za kifamilia, maono ya mipango na mikakati ya kifamilia, miradi endelevu ya kifamilia. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, tuko pamoja watu wa Mungu. Kingereka inapona iponi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ndani ya kila familia kutatokeza miradi, na miradi itakayokuwa mikubwa ambayo itakuwa msaada kitaifa. Sema miradi ya kitaifa, biashara za kitaifa, uwekezaji wa kitaifa, mashamba ya kitaifa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana hakuna mtu hapa ndani, nafikiri kuanzia leo, atakayepoteza muda, kwa sababu muda ni wa thamani. Kila muda atautumia kwa ajili ya kutengeneza miradi kupitia mawazo na fikra. Tunaelewana watu wa Mungu? Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja kama Mungu. Kwenye Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, ninajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya kuwapa ninyi tumaini, basi ile kesho ni bora kuliko leo. Bwana Yesu apewe sifa, jina la Bwana libarikiwe. Kwa lazima kuanzia sasa tuanze kuiona kesho iliyojaa baraka, iliyojaa matumaini. Bwana apewe sifa. Na inaanza ndani ya ibada. Nasema kuona kunaanza ndani ya ibada. Nasema kuiona kesho kunaanza ndani ya ibada. Wangapi wanaiona kesho iliyojaa baraka? Jina la Bwana libarikiwe. Ninaona humu ndani wako wawekezaji wa kimataifa na kitaifa ndani ya ibada, ndani ya Kingereka. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, nina wangapi ambao nayo imani ya kwamba iko siku na saa imefika na wakati umefika, wewe kama mtu uliyeko hapa utakuwa mwekezaji wa kitaifa na kimataifa kupitia hapa Kingereka, na maisha yako yatabadilika kwa jina la Yesu. Kwa sababu ulikuwa na wakati wa jana, lakini wakati unaokuja sio wakati uliopita, na ndio maana mabadiliko lazima yatatokea kwenye maisha yako, na kila mtu atasema wajana
sio wa sasa. Uliwekeza kwenye biashara, lakini naiona biashara yako inabadilika, uchumi wako unabadilika, utakuwa wa kimataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Anza kuiona kesho iliyojaa baraka, iliyojaa matumaini. Bwana Yesu apewe sifa, maana kesho inayokuja na mwaka unaokuja matokeo yake yatakuwa makubwa kuliko yaliyoko sasa. Hautatembea katika historia iliyopita kwa baba zako, iliyopita kwa babu zako. Utaandika historia mpya. Wangapi wako tayari kuandika historia mpya kwenye maisha yao? Hawatafanana na vizazi vilivyopita. Nenda ukatajirike, nenda ukabarikiwe, ukainuliwe kwa viwango vya juu. Wangapi wanatamani kuinuliwa kwa viwango vya juu? Hawatafanana na watu wengine. Ni kweli unaishi Kingereka, lakini maisha yako hayatafanana na watu wengine. Ukabarikiwe, ukabarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nina wangapi wanaiona ile kesho na mwaka unaokuja na miaka inayokuja ya kuinuliwa kwenye maisha yao kipekee kabisa? Kama una watoto uko ukiwauliza maswali, unataka kuwa nani? Mwingine anasema nataka kuwa injinia. Huyo injinia hatakuwa kama wengine waliopita. Huyo injinia atakuwa wa kitaifa, atakuwa wa kimataifa. Piga vigeregere, mshangilie Yesu. Ninaona watoto wako wanaandika historia mpya kwenye maisha yako. Nina kizazi kipya kinaenda kuinuliwa cha vizazi wanaotoka Kingereka, wanaandika historia mpya, wanabeba maono mapya. Bwana apewe sifa. Piga vigeregere, mshangilie Yesu. Nenda ukabarikiwe na uzao wako. Pokea jina la Yesu. Ndio rabababosu rinda rabosu rinda rabosu rinda rababosu, kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, ninaenda huku Uchagani miaka kadhaa iliyopita, kama 30 iliyopita, wakati si bado watoto, mzee mmoja wa Uchagani huku, haleluya haleluya haleluya, akachukuliwa. Bwana apewe sifa. Yeye, mke wake na watoto. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Historia imebadilika. Haleluya haleluya. Usiwe mtumwa wa historia ya vizazi vilivyopita. Usiwekee mipaka ya historia ya mahali baba na mama walipokuwa. Utavuka. Wangapi wana imani ya kwamba watavuka? Wangapi wana imani ya kwamba watavuka? Wangapi wana imani ya kwamba watavuka? Mwambie jirani yako, nitavuka. Mwambie na wewe utavuka. Mshike mkono, mtikise, mwambie tutavuka kwenye viwango vingine mwaka mpya, lakini kimaisha tutavuka, kiuchumi tutavuka, kimapato tuliwa na Bwana. Mwambie jirani yako, nitavuka. Utavuka, utaandika historia ya vizazi. Na ndio maana kwenye Zaburi ya 102 ule mstari wa 18 Biblia inasema, na kizazi kitakachokuja kitaandikiwa hayo, kizazi chako kitakuwa cha pekee. Kwenye Isaya 40 anasema, vijana watazimia, watoto wako hawatazimia. Ndani ya siku 5 hakuna mtoto wako yoyote atakayezimia hapa. Usivunjike moyo na waliokuta. Tutamuomba Bwana, tutaliitia jina la Bwana. Piga vigeregere, mshangilie Yesu. Tikisa mkono wa jirani yako, mwambie jirani yako, inawezekana kwa jina la Yesu. Mshike mkono jirani yako, mwambie inawezekana kwa jina la Yesu. Ni wangapi wanaiona kesho iliyojaa baraka, iliyojaa mafanikio, iliyojaa ushindi kwenye maisha yao? Piga vigeregere, mshangilie Yesu. Ninatamka neno la kinabii. Unaenda kuvuka na nguvu mpya, unaenda kuvuka na uwezo mpya, unaweza kuvuka na mamlaka mpya. Pokea ushindi kuanzia sasa. Utashinda na zaidi ya kushinda. Kimaisha utashinda, kiuchumi utashinda. Hautabaki vile ulivyo, maisha yako yatainuliwa. Baraka za Bwana zinaenda kukaa pamoja na wewe. Jina la Bwana libarikiwe.
inawezekana. Piga makofi, mshangilie Yesu, piga vigelegele vya shangwe. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako tunawasha moto. Mshike mkono jirani yako, mwambie tunawasha moto, tunawasha moto. Simama hapo ulipo.